Na shalom, ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Ewe msikilizaji, asante kwa uwezo wa Mungu ameweza kutuwezesha tukaweze kusikilizana kwa uwezo wake. Basi tunaendelea na mtiririko wa somo la 3. Ninaamini umeshapata somo la kwanza, somo la pili. Somo la kwanza kwa uwezo wa Mungu ilikuwa ni ufunuo wa dhambi. Hivyo tulielezea wazi zaidi kuwa mtu hawezi kupokea wokovu pasipo kupata ufunuo wa dhambi. Ni lazima afahamishwe. Pale atakapojulishwa makosa yake, ndipo anageuka kwa uchafu wote, anafata mwanambuzi mkamilifu jike kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake. Hilo ilimfunua Kristo. Hivyo endelea kule, ndipo inaendelea hata kwa Agano Jipya, kwamba vile vile mtu atakapofahamishwa dhambi ndipo anatubu. Kutubu ni kuacha. Uwezi ukaacha kitu ambacho hujakitenda. Tukaona ufunuo wa dhambi kupitia asili ya kwanza wa Adamu ya kwanza kuzaliwa, kabla tendo lolote sisi ni wenye dhambi. Tukaona ufunuo wa dhambi kupitia kutenda, dhambi ya kutenda. Na tukaona somo lingine la pili, kuungama na kukiri, kuungama au kukiri. Zile dhambi zilizofunuliwa kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa neno la Mungu, ninatumaini umezikiri. Kwa nini unakiri? Unazikiri, unazihamisha. Unapozikiri zinahama kwa uwezo wa imani, zinahama, zinaenda kwa mwana kondoo, anazipeleka msalabani, zinahukumiwa. Hivyo Kristo alipokuwa anahukumiwa, ni dhambi zako zilikuwa zinahukumiwa, ni dhambi zangu zilikuwa zinahukumiwa, ili kwa tendo la imani tukawe kuwa ni watu ambao hatuna dhambi. Sasa leo kwa uwezo wa Mungu tunaenda kujifunza somo la 3. Somo la 3 linaloitwa moyo uliovunjika, roho iliyopondeka. Moyo uliovunjika, roho iliyopondeka. Mungu hata udharau huo moyo. Nikaombe kwa uwezo wa Mungu. Asante mtakatifu, Bwana uliye mwezeshi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana, tunakushukuru Bwana kwa uwezo wako na mapenzi yako yanayozidi kwa pamoja nasi. Mfalme wetu amani, umekuwa ukitufunza, umekuwa ukituonya, umekuwa Bwana ukitujuza mara tulipo tukapate kutoka kwa uwezo wako. Naam, asante Bwana kwa somo la kwanza, asante Bwana kwa somo la pili. Naam, ni somo la 3 Bwana uwezeshi, tunaomba utoke kwako tu. Leo wako ashuke Bwana, kawezeshe kwa anayesikia, kawezeshe aliye mbali na hapa, aliye Saudi Arabia, aliye Kenya, aliye Tanzania, aliye nchi yoyote Bwana ambao ataweza kusikia lugha hii ya Kiswahili. Naam, kupitia jina lako Bwana, ili somo likapate kumnyenyekeza, likapate kuvunja moyo wake, likapate kuponda roho yake, kwa jina lako Yesu Kristo. Naam, tunawote tunaamini kwamba kwako pekee yanawezekana. Naam, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu, baada ya kupata ufunuo kisha kukiri dhambi zote, ninaamini sasa somo linaloendelea ni moyo uliovunjika na roho iliyopondeka. Hakika Mungu hata udharau ule moyo uliovunjika. Kwa nini moyo umevunjika? Ni kwa sababu umefunuliwa dhambi zako, ukajiona wewe ni muovu. Kwa pale unapofunuliwa dhambi, unakuwa ni muovu. Dhambi inavunja moyo wako, inakukosesha nguvu, kwamba kumbe mimi mara nyingi nimeishi maisha ya uchafu, nimekuwa nikizini na mkufuru Mungu wangu, ninapoteza mahusiano na Mungu. Kwa ile kujulishwa, kufahamishwa, inakuvunja moyo wako. Dhambi inapofunuliwa kwa mtu inamvunja moyo. Kinachofunua dhambi ni neno.
Kwa neno inakuponda moyo, lakini unapojua hatima yako unavunjika. Unakuwa ni mtu ambaye ni mtu wa kujuta. Unakuwa unapata huzuni ya kimungu, unahuzunikia yale maovu yako. Hapo ndipo nasema moyo uliopondeka. Huo ndio roho iliyovunjika zidi ya matendo maovu na kugeuka kupata imani ili ukapate kupata wokovu ule wa kibibilia. Ndipo ulivovunjika ukazikiri. Ina maana ukaamini mimi ni mwenye dhambi, ukaanza kuzikiri huku ukizichukia, ukilia, ukihuzunika, sitaki tena ziwe kwangu, sitaki hiyo hali ya dhambi, sitaki kutenda tena dhambi. Ukazikiri kwa mwanakondoo kama ulivyoongozwa katika somo la kwanza na la pili. Hivyo kama ndo unasikiliza hili somo, hujasikiliza la kwanza na la pili, ni kuombe msikilizaji wangu, rudi kwenye somo la kwanza na la pili, ndipo tutaelewana. Basi sasa ni kwa uwezo wa Mungu, vile ulivyofunuliwa, ulivyokiri, kuna kitu kingine kinaongezeka, kinaitwa moyo uliovunjika na roho iliyopondeka. Bwana hata udharau. Huo moyo Bwana hata udharau. Kukaa katika hali ya utulivu, ukiamini umekiri dhambi, umeziungama, sasa Bwana yuko pamoja nawe, hata kudharau. Tuangalie leo, tutaanza na kitabu cha Zaburi. Zaburi 51 ule mstari wa 17. Unasema hivi: dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hautaudharau. Hiyo ndio dhabihu ya Mungu au sadaka ya Mungu. Ni moyo uliovunjika na kupondeka. Kwa ikiwa katika moyo wako unaona umepondeka, umevunjika, umenyenyekea, umekuwa chini, hauhitaji tena kuyarejelea yale uliyoyakiri, yale uliyoyaona katika ufunuo wa dhambi. Sasa hapo ndipo Mungu anaanza kuja, anasema hata udharau. Ina maana anauangalia sasa. Hivyo Mungu yupo kuchunguza moyo wako, au udharau. Anaupima katika neno lake, apate kuona, je, kweli umepondeka? Kukaa katika hali hiyo ya kuzidi kupondeka, ya kuzidi kuzunikia makosa yako, ya kuzidi kuto kuyarudia, ukiamini Mungu amekuzungumzia na uko na nguvu ya kuyashinda. Sio unapondeka alafu narejelea tena kutenda. Hapana. Tukishazikiri hatuzirejelei, tunazitupa mbali. Tunakuwa katika hali ya kuzunikia. Sasa Mungu, tunategemea tu huruma ya Mungu ili apate kukumbatia, kuiokoa hiyo nafsi, kuikubali sasa hiyo nafsi, maana umeamini kile alichokuzungumzia na umekiri. Sasa hii hatua Mungu haidharau. Huyu ni Daudi anasema hivyo. Daudi alishuhudia hivyo. Alipoona amekuwa na moyo wa kupondeka, ikafanyika kuwa dhabihu. Alipokuwa na roho, moyo uliovunjika na kupondeka kabisa, ikafanyika kuwa dhabihu, na roho iliyovunjika ikawa ni dhabihu mbele za Mungu, ni sadaka mbele za Mungu. Mungu hakumdharau, akaendelea sasa kumkaribia. Huyo Daudi anaandika katika Zaburi 54. Naamini kuna namna sasa unakuwa makini kwa kile unachokisikia na kiwekea imani tu kwa uwezo wa Mungu. Zaburi 54 mstari wa 18 unasomeka hivi: Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Bwana yupo karibu na wewe uliyevunjika moyo, uliyepondeka. Uliovunjika moyo, umepondeka kabisa, uko chini, moyo hujainuka.
Bwana yupo karibu na wewe ili akuokoe sasa. Ina maana hiyo hatua iliyobaki ndio Bwana anataka kuokoe. Weka imani katika hiyo kwamba Bwana anakuja kukuokoa. Endelea kuvunjika, endelea kunyenyekea, endelea kuomba, endelea kujiona uwezi lolote. Unahitaji tu kuwezeshwa na Mungu. Hii ndio hatua ambayo Bwana anaenda kuokoa nafsi iliyopondeka baada ya yeye mwenyewe kutenda kazi. Ametenda kazi kwa kujuza dhambi. Ameona umekubali kwamba mimi kweli mwenye ovu ni muovu, sijawahi kuwa mwenye haki, mimi ni mtenda dhambi. Ukazikiri dhambi zako, ukaziungama mbele zake. Sasa umevunjika, umepondeka. Bwana anakuja. Ndivyo anasema katika Zaburi 50 na Zaburi 34:10 anasema Bwana yu karibu, hayuko mbali. Amini Bwana yu karibu, yu pamoja nami. Nikiwa nimevunjika, nimepondeka moyo wangu, Bwana yu karibu nami, anataka kuniokoa. Aniokoe. Amini ni wakati wa kuokolewa, ni wakati wa kupeana imani, ni wakati wa kumuona sa Bwana akiingia ndani yako. Amekwisha kubisha. Amebisha, umefungua mlango, umetubu matakataka yote, umeyaungama, umeyakiri. Tumesema kuungama ni kwamba unavyoungama zinahamia kwa mwanakondoo. Sasa zinapohamia kwa mwanakondoo, ndipo Bwana anaingia ndani yako, anafanya kuwa makao, anakula pamoja na wewe, na wewe pamoja na yeye. Pendo, amini ni neno la Mungu. Amini hivyo kwamba umekwisha kupata nguvu ya kushinda ulioyakiri. Usiarejelee. Kuwa katika hali ya kunyenyekea, kupondeka, kuto kuinuka, kujiona hapa alipobaki sasa ni Mungu. Neno lake ndio linaweka wazi. Tukiendelea kuangalia kitabu, kinazidi kutuonesha namna gani mtu akipondeka, tukio linalofuata ni lipi. Namna gani unapokuwa umepondeka, kinachofuata mbele yako ni kipi. Waraka wa kwanza wa Yohana, angalia kwa uwezo wa Mungu kitabu, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana unasomeka hivi. Wa kwanza mstari wa sura ya kwanza mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Sasa umekwisha kuungama, umekwisha kuzikiri. Amina. Kuungama na kukiri ni kitu kimoja. Umezikiri mbele ya Mungu, umeziungama mbele za Mungu. Sasa yeye ni mwaminifu, ndipo nasema anakusogelea, hakudharau. Hatua inayofuata, anakusafisha. Kwa hapa amini Bwana aingie akusafishe. Ikiwezekana hata unaposikia hili neno, nyenyekea, lilia Bwana akusafishe, lilia Bwana akuokoe. Niliyepondeka, ninasikia habari hizi, Bwana niokoe. Yeye ni mwaminifu, na umekwisha kuwa mwaminifu katika kuungama. Maana ukifanyika kuwa mwaminifu, umezikiri kwa uaminifu, una hakika hauna tena hatima kuzirejelea. Bwana ni mwaminifu. Ikiwa maandiko yanamweka Bwana kuwa ni mwaminifu, inanipasa hata mimi ninayesiungama nifanyike kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Uwe na hakika umezikiri kiuaminifu, umeziungama kiuaminifu, umefahamishwa kiuaminifu, hujaacha hata moja, umeziondoa zote. Ile tukio la kuzikiri zinatoka kwako, zinahama. Sasa ndipo Bwana anakuwa ni mwaminifu. Maovu yanapofunuliwa huvunja moyo na kuponda. Unapofunuliwa maovu, ninapofunuliwa maovu, kinachofuata ni kuungama. Ninaamini umeungama ile dhambi ya kulisi ya Adamu wa kwanza. Umeungama kwa uwezo wa Mungu
dhambi ya kutenda. Sasa ukiisha kuungama, hurejelei tena kuzirudia. Ndipo Bwana anafanyika kwa mwaminifu. Kwa moyo uliopondeka, dhambi imekuponda moyo wako, imekuhuzunisha, na umepata kuhuzunika kweli kweli. Moyo amekupa moyo wa huzuni, huzuni ya kimungu zidi ya dhambi imekushukia. Maana wanadamu walipotenda dhambi, Mungu alihuzunika moyoni. Hivyo unapokuwa unafahamishwa dhambi, Mungu anaachilia huzuni ya kiungu ndani yako, anaachilia huzuni ya kiungu. Unahuzunikia, unajuta, unaichukia dhambi, unalia na kuomboleza, unalia zidi ya ile dhambi na kunyenyekeza kabisa. Unapondeka, moyo wako unavunjika, unakuhitaji tena chochote, unamhitaji Bwana. Umepoteza mahusiano na Bwana tokea kuzaliwa kwako, hukuwahi kuwa na mahusiano na Mungu. Sasa umepata ukweli, unaanza kuungama kwa uaminifu, unapondeka kwa uaminifu, naye Bwana anaona kabisa umeziungama dhambi zako, anashuka. Ungamo linamshusha Bwana, ungamo linamshusha Bwana apate kukuokoa. Amini hivyo. Bwana shuke sasa apate kukupea imani, apate kukupea imani kwa uwezo wa Mungu. Umepata uokovu kwa njia ya imani ya neno la Mungu, uokovu wa kibibilia. Achana na uokovu mwingine, ninazungumzia muongozo wa uokovu wa kibibilia, sawa sawa na maandiko yanavyosema. Uwe na hakika ulipatia imani kwa andiko gani, ulipatia imani kwa uweza gani, baada ya kufanya nini. Kwa uwezo wa Mungu. Narudia kusoma waraka wa kwanza, weka imani kwa hiki kitabu. Waraka wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Je, umeziungama kwa uaminifu mpendwa msikilizaji? Umeziungama? Chunguza moyo wako, umeungama kikamilifu ili Bwana shuke. Akishuka sigairi, akuje moja kwa moja, ashuke mpaka kusafisha, akae ndani yako, achilie roho wake ndani yake, ambaye roho ndiye atakuwa kiongozi, atakupa nguvu ya kushinda dhambi. Bila roho hakuna nguvu ya kushinda dhambi. Tunaona umuhimu wa moyo uliopondeka, unaungama dhambi zote. Moyo uliovunjika hauachili chochote, unakuwa upendi kitu chochote. Sasa utajiuliza ni nini kinachovunja moyo, kinachoponda moyo? Tuangalie maandiko yanaweka wazi. Hapo nimezungumzia kwamba dhambi inavunja moyo, lakini kuna kitu ambacho kinasababisha dhambi kavunje moyo, lazima kile kitangulie. Yeremia 23 ule mstari wa 29. Tuangalie kwa uwezo wa Mungu kitabu cha Yeremia 23 ule mstari wa 29 unasomeka hivi: Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno la Mungu ni kama moto, limjiapo mtu linamchoma. Linapokufunulia dhambi, inakuchoma moyo. Dhambi inaonekana, unapata ufahamu. Neno la Mungu ni nyundo, linaanza kuvunja moyo uliokuwa umeinuka zidi ya dhambi. Kwa neno linamulika dhambi, ile dhambi inakuvunjisha moyo kabisa, unakosa hata raha.
Unakosa amani, dhambi imekaa mbele yako. Hata ukiwa unaomba unahisi kama usikilizwi. Unapoomba unahisi imekaa mbele yako, unahisi kama ni kelele. Dhambi na kukosesha amani. Sasa Mungu ameachilia nyundo ya neno lake ili uiotoe, ikuponde. Ameachilia moto wa neno lake ili ile joto la moto wa injili wa neno la Bwana ukukae, ukuchome, nawe upate kuungama. Usiseme dhambi inasimama mbele. Hapana, moyo uliovunjika Bwana udharau, unaingia katika maungamo ya kweli na kudhamiria kuziacha kabisa. Neno la Bwana lilikuwa limetenda kazi kwa moyo wako. Neno la Bwana lilikuwa limetenda kazi kwa moyo wangu. Ondoa shaka katika hilo. Ni Mungu anasema, neno lake ni moto, neno lake ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Mioyo yetu sisi wanadamu ndiyo mawe. Yanapokutana na neno la Mungu linafanyika kuwa moto. Neno la Mungu linafanyika kuwa nyundo kwa uwezo wa Mungu. Amini hivyo mpendwa. Hakuna namna nyingine ya kutoka ulipo zaidi ya kuweka imani katika neno la Mungu. Kile ulivyosikia, jinsi ulivyosikia, ndipo kapate kutenda, ndipo kapate kufanya. Umesikia habari za ufunuo wa dhambi, umefunuliwa, umejiona na hatia, ustahili, wewe ni muovu kuliko wote. Wala usijihesabu kwamba umeokoka. Jihesabu wewe ni muovu ili ukapate kupondwa zaidi, ukapate kunyenyekezwa zaidi. Bwana akupatie toba, akupatie huzuni, uokolewe kweli. Kristo anasema hakuja kutafuta wenye haki, bali waliopotea. Jione wewe umepotea, hujawahi kuokoka. Usijione umeokoka, jione ni muovu kabisa. Ungama uovu wako, endelea kuungama wote, usiache hata kimoja, kwa uaminifu wote mpaka Bwana atakapokujilia. Ondoa mawazo yanayokuona umekwisha mpokea Yesu. Hapana, mpaka atakapoona kabisa Yesu amekushukia, ameshuka kwa neno lake, amekupea imani. Pale ndipo utaona kabisa kweli umeokoka. Usiokoke kwa maarifa ukajione sasa kwa kuwa nimetubu, kwa kuwa nimeungama, basi mimi nimeshaokoka. Uokovu ni imani. Tunajua ya kwamba mwanadamu anahesabiwa haki kwa njia ya imani, sio kwa tendo. Hautaokoka kwa sababu wetu umeungama, hautaokoka kwa sababu umetubu, kwa sababu umeamini kile ambacho neno linasema. Naye amini hicho, ndipo sasa utahesabiwa haki kwa hilo. Ndivyo nenavyo maandiko. Warumi 3, tasoma Warumi 3 mstari wa 28. Naamini unaendelea kusikiliza na kunifuatilia vyema. Warumi 3 mstari wa 28. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Yani mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani. Hautahesabiwa haki kwa sababu umeacha, kwa sababu umetubu. Hapana, hayo matendo ni ya sheria. Unahesabiwa haki kwa kile unachoamini, kile kinachokuja masikioni mwako. Maandiko yanasema ukisiungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu, atakusafisha. Kwa ukiamini kile kinachosema ungama, ndipo kuhesabiwa haki. Sio uende mbele za Mungu useme sasa Mungu mimi saizi sizini, saizi sibi. Unajihesabia haki kwa matendo ya sheria. Jione wewe ni muovu, jione ni muovu, unahitaji imani. Usiseme nimempokea Yesu, sema mimi ni muovu. Tena ikiwezekana jione ni muovu kuliko watu wote hii dunia. Wewe ndio muovu, umetenda dhambi. Jinsi ulivyofunuliwa katika ile ufunuo wa dhambi, ndio jione ulivyo mbele za Bwana. Izidi kupondeka mpendwa. Mungu hata kudharau aseme akisha pondeka basi amekwisha okoka. Hapana, maandiko hayasemi hivyo. Asema moyo uliopondeka na kuvunjika Mungu hata udharau, bali atausogelea ili apate kuuokoa. Kwa hatua uliofika, usijione umeokolewa. Zidi kuwa na kiu ya kuendelea kujifunza na kujua ili imani ikajengeke. Usiona haraka, tulia katika hali ya kunyenyekea.
Mungu anakuvuta katika neno. Neno ndio litakuokoa. Atawekelea imani katika neno. Endelea tu kufuatilia neno. Jenga kiu ya kujifunza ili kazi aliyoianzisha Bwana ndani ya nafsi yako ikapate kukamilika, akaikamilishe yeye, usikamilishe wewe. Usiseme sasa mimi nimeokoka, mimi nimempokea Yesu. Kaa katika hali ya unyenyekevu. Neno ndio litasema kwamba wewe umefanywa nini kimetendeka kwa imani ndani ya moyo wako. Naamini kwa uwezo wa Mungu tunaelewana. Ninachokufundisha, ninachoshuhudia hapa, ndivyo nilivyofundishwa na mimi. Ndivyo nilivyopokea imani. Mwenyewe nilikuwa nina haraka nithibitishe kuwa nimeokoka. Lakini hapana, usiona haraka. Kaa katika hali ya utulivu. Endelea kuamini tu kile unachofundishwa, kile unacholetewa na Roho wa Mungu. Vile Roho anavyokulisha na kulisha, utakaposhiba itathibitika imani yenyewe. Mungu ataachilia imani katika neno lake, itafunuliwa kwako. Naam, Bwana ataachilia nguvu zake kwako. Moyo uliovunjika, roho iliyopondeka, Bwana hataidharau. Tuendelea kuangalia neno. Tumeona neno katika Yeremia 23:29 ni namna gani neno ndilo linachoma moyo zaidi ya maovu yetu yote. Neno la Mungu lipokushukia, neno la Mungu lipokufunuliwa, ukachomwa. Sasa saizi upo katika hali ya kupondeka. Subiria tu nguvu ya Mungu. Subiria kile Roho atakachokuongoza. Subiria vile neno litakapokuongoza. Neno ndio linaenda kukuongoza. Njia inaendelea kusafishika. Upiteje? Ufanye nini? Utende nini? Vile ambalo neno linakuongoza. Kaa katika hivyo. Kuangalia namna mtu anavyovunjika na kupondeka na anaendelea kupata kusogezwa katika imani. Tenda kusoma kitabu ni Samueli wa pili. Ninaamini sasa unaendelea kupata ufahamu. Mungu anazidi kuachilia ufahamu ndani yako. Anaachilia kukujuza zaidi na zaidi. Kazi anayoianzisha anaendelea kuimalizia na ikamilisha. Achilia Bwana ikamilishe kazi yake ndani yako. Yeye ndiye anakuvuta kwa neno. Bwana ndiye anakuvuta kwa Yesu. Yesu naye ndio neno. Anaendelea kukuongoza ili ukapate kukamilika. Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 7. Tuangalie Daudi namna alivyokuwa amepoteza mahusiano na Mungu. Akafunuliwa dhambi yake. Akaikiri dhambi yake. Akaa katika hali ya kunyenyekea, katika kupondeka. Ndio maana akaandika na Zaburi ile tuliyosoma kwamba moyo uliovunjika na kupondeka Bwana hataudharau. Hiyo ilimkuta. Aliandika akiwa na hakika na kilichotendeka ndani yake. Nasoma Zaburi Samueli wa pili 12 mstari wa 7 na wa 9. Unasomeka hivi: basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya Bwana wako na wake za Bwana wako kifuani mwako. Nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningelikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtwaa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Huyo ni Bwana anamtuma
nabii Nathani akamfunulie Daudi kila alichokifanya. Daudi akatamani, Daudi akazini, Daudi akaua alipomtamani mke wa mwenzake. Na juma andiko yasema usitamani mali ya mwenzio wala mke wake. Ya akatamani, hakuishia tu kutamani. Alipotamani akazini naye. Alipozini naye hakuishia tu kuzini, akaua mumewe ili abaki na mkewe. Unaona uovu mkubwa unatendeka. Dhambi na tabia ya kujizaa na kujizaa. Unatamani, inatenda, unazini, unaua, umeua, unachukua mke wa mwenzako au mume wa mwenzio. Tunaona sasa Daudi anapewa huo ufunuo. Anapopewa huo ufunuo, anachukua hatua gani? Turuke tusome mstari wa 13. Unasomeka hivi: Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Unaona, anaungama, asema nimemfanyia Bwana dhambi. Anakiri, nasema yetu tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata atuondolee zile dhambi, anatusafisha. Nathani anamjibu, Bwana amekuondolea dhambi. Daudi anapopata habari ya alichokitenda, anakikubali, anakikiri mbele za Bwana. Akishakiri, hatua inayofuata anakuwa ni mtu wa moyo uliopondeka. Anaendelea kuwa na huzuni nyingi, anajuta kwa alichokifanya. Asemi tu kwa midomo kwamba nimetenda dhambi, afa akaendelea na maisha mengine. Anaachiliwa huzuni ya kimungu ndani yake. Ukisoma mstari Luka hapo hiyo tuliosoma Samueli, nimesoma mstari wa 13, ninaruka naenda kusoma 16. Anasema hivi, 16 anasema, basi Daudi akamuomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Unaona, Daudi akaingia kumlilia Mungu. Akafunga. Moyo umekwisha pondeka. Unajuta zidi ya dhambi yako. Unasema, kwa nini nimemkufuru Mungu? Maandiko yameandika wazi, waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuongezeka. Sasa Mungu ni mzazi wetu namba 1 wa kiroho. Tunapokuwa tunazini, tulishindwa kumheshimu Bwana. Tulipokuwa tunafanya uasherati, tunafanya tendo la ndoa pasipo ndoa, tunakuwa hatujamheshimu Bwana. Sasa iwe ninyenyekeshe, inivunje, nilie. Daudi, maandiko yanasema Daudi akalia, akalala chini. Hakuona ufalme wake kuwa ni kitu, akaona si kitu. Mfalme analala chini, anamlilia Bwana. Analia, anaomboleza. Kulia mbele za Bwana unapofahamishwa dhambi sio swala la dakika 2, dakika 3, masaa 2. Maandiko yanasema usiku mzima akakesha analia, anamlilia Bwana. Kwa usiseme mimi nimeshaungama, endelea kumlilia Bwana. Maana maandiko yanasema yupo karibu nawe, yupo karibu nami, kwa niliyeungama dhambi zangu. Sasa ili aingie, mimi nahitaji asiwe tu karibu nami, aingie ndani yangu, niendelee kulia, niendelee kumuita, niendelee kulia, niendelee kulia. Bwana, nimekosa, niachukie yale nisiyaitamani, niachukie, niwe na kuyachukia. Kama hujawahi kuwa na chuki, anza kuyachukia, jifunze kuwa na chuki ya kuchukia yale mabaya. Naamini Mungu anaanza kukuweka sawa, ananiweka sawa pia, kwamba baada ya kujua dhambi zako nini kilitendeka, ukakiri. Baada ya kukiri, nini kinaendelea?
kuwa katika moyo uliopondeka, huzuni ya kiungu. Endelea kuomba Mungu aachilie huzuni ya kiungu ndani yako. Huzuni ya kiungu izidi tu kuwepo, izidi kuwepo ndani yako. Usihuzunikie zile dhambi zote unazijua wewe, ile ya kulisi na ya kutenda. Huzunikia. Daudi hakukaa tu. Unapoona baadhi ya maandiko yanaandikwa na unayasoma, kwa mfano ukiangalia, tusome Ufunuo wa Yohana, kwa kuwa somo ni moyo uliopondeka, huenda na yeye ikakuponda zaidi. Neno la Mungu tumeona ndio linaponda, sio maneno yangu. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 8. Unasema hivi, unasomeka hivi: bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachukizao na wazinzi na wachawi hao waabudio sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Unapoona hivyo, iwe inakuhuzunisha, inauponda moyo wako kwamba wewe mzinzi, mara pako ni wapi? Mzinzi ni yule ambaye yuko katika ndoa alafu ana mchepuko, ana mtu mwingine wa kando. Ana mke, anaacha mke wake, anaenda kuzini. Mwasherati ni yule hajafunga ndoa, hana ndoa, ila anakutana na mwanaume kindoa, analala naye. Na Mungu amesema washerati hawafai. Lakini unalala na mtu ambaye hajakuoa, ni uzinzi. Sasa asema mahala pako ni katika ziwa liwakalo moto. Na umekwisha kuwa mwasherati, umekwisha kuwa muongo, umekwisha kuwa muuaji. Je, itabidi uwe na moyo wa namna gani? Uliovunjika. Ukisoma haya ya kuvunje moyo, ya kuponde moyo wako. Neno ndio linaponda. Neno ni nyundo. Sasa hili nyundo ndio linakuja kuponda na ile dhambi kuhuzunishe. Huzunika. Lia na kumlilia Bwana. Usipohuzunika hapa, siku zimebaki chache, saa zimeisha, mwana wa Adamu anakuja. Moyo usipookolewa, usipoamini, unaenda kuangamiwa katika ziwa liwakalo na moto, ndio mauti ya pili. Bwana uponde moyo wako. Bwana uponde moyo wangu. Kama ulikuwa unasikia habari za moyo uliopondeka na kuvunjika, afu kuelewa ni kwa namna gani, naona sasa Bwana anakueleza kwamba moyo uliovunjika ni moyo gani. Ni moyo ulikuwa unazini, umegundua moyo uzinzi ni dhambi, sasa unavunjika zidi ya uzinzi, unaacha. Umegundua kwamba uongo ni dhambi na mara pako ni katika ziwa la moto, unavunjika. Unaanza kuhuzunika, unahuzunikia uongo, unahuzunikia uzinzi, unahuzunikia uwaji, unahuzunikia uoga. Pengine ulikuwa ni muoga kumwendea Mungu. Kuwa na ujasiri sasa wa kumwendea Mungu, kuungama dhambi zako kwa Mungu. Usiwe muoga. Wengine wanakuwa ni waoga, wasema pengine dhambi yangu mimi ni mtenda dhambi, Mungu anisikilize. Mungu akisema, ameshasema ukishavunjika milango iko wazi, unasikilizwa na hakudharau. Ina maana mtu anaposema sikudharau, kile utakacho kisema uwezekano wa kusikiliza na kukutendea upo. Usimsikilize shetani anayekudanganya kwamba wewe hausikilizwi. Hapana, neema bado ipo, haijafungwa. Unasikilizwa mpendwa. Unapoungama unasikilizwa, lakini usirejelee. Ungama ukiamini kabisa, unapeana nguvu kwa uwezo wa Mungu ya kusimama. Unapeana nguvu kwa uwezo wa Mungu ya kutokurudia. Unapewa nguvu kwa uwezo wa Mungu ya kutokuyatafakari tena. Tafakari toba ya kuondoa nafsi yako ilipo, ikaende kuinuliwa na Mungu. Mungu akaja kaiokoe, akaitajirishe kwa roho wake, na mkawe safi. Ukawe mtakatifu. Watakatifu walioko mbingu, walio duniani ndio walio bora, nao Bwana ndio upendezwa nao. Na muamini hivyo. Amini hivyo mpendwa. Weka imani hivyo.
Ndivyo asemavyo maandiko, ndivyo nenavyo neno la Mungu. Si maarifa haya, ninakuonesha na maandiko. Weka imani kwa hiyo maandiko, Mungu akuzungumzie kwa hiyo maandiko. Weka imani kwa unachosikia, Mungu akuzungumzie, akusafishe. Usiufanye moyo wako mgumu. Ni somo la 3 sasa. Ikiwezekana Mungu akuzungumzie. Haina maana tufika hadi somo la 5, la 6. Mungu anaweza kuzungumzia tu somo hili la 3 kaokolewa. Ukaendelea tu kujifunza mengine, lakini umekwisha kuokolewa. Unaimarishwa tu katika imani. Hatuko mbali kumaliza, kwa makini. Naenda kusoma kitabu pengine kwa uweza Mungu itakuwa cha mwisho. Luka. Weka imani kwa moyo uliopondeka na kuvunjika kwa Bwana hata udharau. Usijione kwa Mungu asikii maombi yako, anasikia. Umekwisha kupondeka, umekwisha kughairi, umeacha. Luka 4:18. Kitabu sasa ni Luka 4 ule mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Unasema hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Amina. Unaona? Hilo ni neno la Bwana. Bwana amekuja kututangazia wafungwa kupata kufunguliwa. Unapokuwa mtumwa wa dhambi, wewe ni mfungwa wa dhambi. Sasa pondeka moyo wako ili Bwana akutangazia habari za kufunguliwa kwako. Ili Bwana kwa moyo uliopondeka autangazie habari ya kufunguliwa kwao. Na unapokuwa mtenda wa dhambi unakuwa ni kipofu. Sasa Bwana anakuja kupata kuwaona tena, ili vipofu wapate kuona tena, wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena. Weka imani kwa mimi ni kipofu. Jione kipofu, sijione unaona, ili Bwana achilie kufunguliwa kwako. Roho wa Bwana yu juu yake. Roho wa Bwana yuko juu ya hili neno. Anakufundisha, anakuongoza, anakuadibisha, ili ukapate kufunguliwa zidi ya ufungwa wako, ukapate kuona zidi ya upofu wako. Mungu akafungue macho ya rohoni, Mungu akafungue masikio yako, Mungu akafungue vifungo vyote. Naam, ni wakati wa wokovu, ni sasa. Saa ya wokovu ni hivi unavyosikia. Funguliwa kwa jina la Yesu. Pata kuona kwa jina la Yesu. Takasika, safishika. Mungu akusafishe, akuondolee uovu wote ambao umekwisha kutenda. Weka imani, pondeka kwa hilo. Lilia Mungu hapo mpendwa, lilia Mungu. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Mungu si dhalimu. Mungu anawatia nguvu wasiokuwa na nguvu. Jione wewe una nguvu. Anawapa uweza na nguvu wasiokuwa wanajiweza. Mwambie Mungu niwezeshe. Mungu azimii, hachoki, anatuwazia mema. Mungu yupo kukuwazia mema, anakufuta ili upate kuokoka na mkubali kwa uweza wa Mungu. Hilo ndio neno la Bwana. Sina shaka na neno hili. Naamini Mungu ataendelea kuzungumzia. Roho wa Mungu anaendelea kuzungumzia, na ikawe hivyo. Nao ondoa shaka. Weka tumaini, weka imani kwa hili fundisho. Basi kwa uwezo wa Mungu ninaamini katika kinachoenda kutendeka kwa moyo wako. Tuombe. Asante mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana, nakushukuru uliye mwezeshi. Wewe tu ndiye mwezeshi wa nafsi zote Bwana. Wezesha nafsi na usikia. Sema na huyo msikizaji Bwana aliyesikia neno lako. Na unasema imani chanzo chake ni kusikia Bwana.
tumainisha imani, weka imani kwa mjakazi wako Bwana. Na Bwana, jifunue, jidhihirishe, mfalme wa amani. Sema naye Bwana kama ulivyosema naye katika vipindi vyote. Tumeona Bwana kuweza wako funua dhambi. Tumeona Bwana kuweza wako kukiri na kuungama maovu yote mbele yako. Na mlikuwa ni somo Bwana ya kwa moyo uliopondeka na kuvunjika. Bwana utaudharau. Na Bwana sidharau nafsi Bwana. Sidharau nafsi iliyoko Saudi Arabia. Sidharau nafsi iliyoko Kenya, iliyoko Tanzania, iliyoko Malawi, iliyoko mahali popote inaposikiza hili neno lako Bwana. Kafanyike kwa uweza wako Yesu. Hili neno lisiende tu Bwana kwa kukaa kwa maarifa. Lisikae tu kwa maarifa, likaponde moyo Bwana. Kusudi hili neno likaingie ndani ya moyo. Lisikae tu kwa ufahamu Bwana. Na msikizaji kwa uweza wako Bwana, asilichukulie tu kwa maarifa Bwana, bali likaingie katika moyo wake, likauchakache moyo wake, likafunue moyo wake. Na Bwana kwa uweza wa Mungu Bwana, likagonge, likavunje likavunje hukumu wote ulioko ndani ya msikilizaji wako Bwana. Hata nami pia kwa uweza wako Bwana pekee ninaomba na kuamini, mfalme wetu amani. Bwana sema kila muamini, kila muombao aminini kwamba utalifanya. Na Bwana tenda, fanya mwenyewe Bwana, ziririka wewe Yesu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amina. Amina. Shalom. Kwa uweza Mungu tutakutana na kuendelea tena.